Mambo ni vipi bwana upande wa kwako? Upande wangu mimi bwana mtangazaji wako mambo yako fresh kabisa. Hapa mjengoni mambo ni safi kabisa. Aisee na mwaka tunauanza vizuri kabisa. Bwana, jambo ambalo ninalokuletea wakati huu bwana ni kuhusiana na msanii Diamond Platinum. Diamond Platinum bwana ni kama anazidi kujitangaza kwamba yeye ndiye msanii bora zaidi Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Hii bana inadhihirishwa na mambo yake jinsi ambavyo anafanya. Yaani tunaweza tukasema kwamba anazidi kujitofautisha na watu wote hapa nchini na nje ya nchi hii. Yaani anajitofautisha na wasanii mbalimbali. Na hii ni kutokana na jinsi ambavyo anapata kolabo mbalimbali, watu mbalimbali, wasanii mbalimbali katika Afrika Mashariki wanapohitaji kufanya ngoma zao, basi wanamtafuta yeye kama ngazi ili waweze kupanda juu zaidi. Hii bana imedhihirishwa usiku wa kuamkia leo. Usiku wa kuamkia leo bana, Diamond Platinum nyimbo ambayo aliyoshirikishwa na msanii kutoka nchini Rwanda, hapa namzungumzia Bruce Melody. Msanii huyu ambaye amezaliwa Machi 3 mwaka 1992. Usiku wa kuamkia leo ameachia ngoma yake ambayo aliyokuwa amemshirikisha Diamond Platinum. Ni ngoma ambayo inafanya vizuri sana huko mjini YouTube, lakini pia inafanya vizuri katika mitandao mingine ya kuuzia mziki. Kwa upande wa msanii huyu kutoka nchini Rwanda, Bruce Melody anaonyesha kufurahi sana na akiamini sana kwamba nyimbo yake hii ambayo aliyoiachia akiwa na Diamond Platinum inakwenda kufanya vizuri zaidi. Na hasa ukiangalia kwamba Bruce Melody sio msanii mdogo. Ni msanii ambaye tayari ana sifa nyingi, ni mwandishi mzuri, lakini pia vile vile ni mwimbaji mzuri, na huko nyuma alishachukua tuzo mbalimbali ikiwemo tuzo ya Primus Guma Guma Superstar season 8 kama unavyokumbuka, lakini pia vile vile alishaachia ngoma kali sana. Kama unakumbuka vizuri, Bruce Melody hapo nyuma alitamba sana na ngoma yake iliyokuwa inaitwa When She Is Around. Unakumbuka vizuri sana jinsi ambavyo ngoma hiyo ilikuwa inafanya vizuri sana hasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini pia vile vile unakumbuka nyimbo ile alikuwa amemshirikisha msanii kutoka Jamaica Shaji huyu. Alikuwa amemshirikisha na ngoma ikafanya vizuri sana. Lakini muda kama haukwenda sana aliachia pia album yake ambayo iliyokuwa inafahamika kwa jina la Colorful Generation. Msanii huyu ambaye aka ya kwake yani jina lake lingine anayefahamika kama Munyakazi. Alishafanya mambo mengine mazuri sana, na sasa kwa mwaka huu 2026 ameachia ngoma yake akiwa na Diamond Platinum, video ambayo inaonyesha kufanya vizuri sana. Sijajua kwa upande wa maoni yako wewe kwamba ni vipi unaweza ukachukulia kwamba pengine msanii huyu anataka kuliteka soko la upande wa Tanzania, au ni nini nia na madhumuni ya kufanya kolabo na msanii Diamond Platinum. Lakini kwa upande wa Diamond anazidi kudhihirisha kabisa kwamba yeye ni tofauti na watu wengine wote, wasanii wengine wote, na ndio maana kila msanii kutoka ukanda huu anapohitaji kwenda juu, basi ni lazima aweze kumtafuta Diamond Platinum ili aweze kufanya naye kazi, akiamini kabisa mambo yake yatakuwa vizuri. Sasa sijajua kwa upande wa wewe unachukulia jambo hili na una maoni gani kuhusiana na swala hili, kwamba pengine litamsaidia Bruce Melody au vipi? Hapo sijajua, nategemea sana kuona maoni yako hapo chini. Unaweza ukatuambia ni nini ambacho wewe unachokifikiri katika swala zima la Diamond Platinum kualikwa kila mahali Afrika Mashariki na Kati kwa ajili ya kutoa ngoma na wasanii wa kanda hiyo. Bana, hii bana ni habari mpya ya G5, na hiyo ndio habari ambayo tuliokuwa tunakuletea muda na wakati kama huu. Bye bye, endelea kwa pamoja na sisi, na kama wewe ni mgeni bana katika channel hii, usiache kulike, kushare, usiache kusubscribe pia katika channel yetu hii. Bana, bye bye, hadi wakati mwingine.